Unajua tulivyozaliwa ilituchukua muda kuanza kusikia, vile vile ilituchukua muda sana kuanza kuona, ilituchukua muda kuanza kutambaa, ilituchukua muda kusimama, ilituchukua muda kuanza kutembea, step moja baada ya step moja baada ya nyingine. Hii inatukumbusha kwamba kwenye kila kitu tunachokifanya, kila hatua ambayo tunataka kuichukua kwenye maisha yetu inachukua muda kufanikisha kitu kimoja baada ya kitu kingine. Kwa hiyo kwenye biashara, kwenye kila kitu ambacho unakifanya, utaanza kidogo kidogo, utakuwa kama tulivyokuwa tukiwa watoto. Kila kitu kinahitaji muda, japo kwenye huo muda tunahitaji pia kuwa na uvumilivu. Utotoni tulivyokuwa tunakuwa, tulianza kutembea, tulianza kusikia na kuona bila kuwa na uvumilivu wote, kwa sababu tulikuwa tuna subconscious, yani tulikuwa tutumii akili, tulikuwa hatuna ufahamu. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya vitu naturally, kwa sababu tulikuwa tunakuwa ni step ya kufanya vitu naturally. Lakini tukishakuwa, kuna muda inafikia inatakiwa tutumie muda, vile vile tuwe na uvumilivu kwenye kufanikisha vitu hivyo. Kila kitu kinahitaji steps, ni kidogo kidogo. Usione kwamba kitu kimekuwa kigumu sana kwako ukahisi kwamba hakiwezekani. Kinawezekana, ila inahitaji muda sana. Vile vile kwenye swala la kupata kipato kinahitaji muda. Mahusiano yanahitaji muda ili kusimama. Kila hatua ambayo unataka kuifanya ni ngumu na inahitaji muda. Kupata pesa ni kitu kigumu, ila kinahitaji muda. Mahusiano ni kitu kigumu, pia kinahitaji muda. Kumake decision ni kitu kigumu, kinahitaji muda. Kukaa bila kufanya kitu chochote ni kitu kigumu, ila kinamaliza muda wako. Lakini kufanya kitu ili kuachieve kitu ni kitu kigumu, ila unahitaji kuwa na muda ili ufanyeje, uweze kuachieve. Kwenye mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu kunakuwa hamna muda na uvumilivu. Kukiwa kuna muda, uvumilivu unakuwa haupo. Mpenzi wako anahitaji wewe upate pesa, inachukua muda kupata pesa, lakini vile vile inachukua uvumilivu ili kuweza kusubiri ule wakati wa kupata pesa. Sasa wengi inakuwa ni ngumu kuvumilia mpaka kufikia huo muda. Kwa hiyo jamani, kupata pesa inahitaji uvumilivu, vile vile inahitaji muda. Kwa hiyo inabidi tuelewane jamani. Kama upo kwenye mahusiano, mtu wako anafanya kazi, ndiyo anafanya kazi, na itamchukua muda kupata pesa, lazima itamchukua muda kwa sababu ni process. Kuweni wavumilivu, yani kuweni na uvumilivu, muda utafika tu, kipato kitaingia. Hawezi akaoku maji kwamba akaamka asubuhi akasema leo nataka kuwa tajiri, akawa tajiri. Kama kiwango chake kuingiza kwa siku anaweza kuingiza shilingi 5,000, unatamani aingize kiasi fulani, motivate, mpe muda, alafu kuwa na uvumilivu. Akikupa plani inayoeleweka, msupport. Kuna muda mwingine anahitaji motivation, anahitaji kufarijiwa tu, yani afarijike tu. Sasa kuna muda mwingine mtu unampa motivation kwenye muda ambao hastahili kuwa kumotivate, yani upo ameshakuwa frustrated alafu unampa motivation. Kuna muda unaona kabisa ubongo wake haujakaa vizuri, sasa hivi inahitaji kumpa faraja tu kwamba kitawezekana, tusubiri, kitawezekana, is a matter of time, kitawezekana, mimi mwenyewe nasubiri, usiwaze. Kazini mambo yataenda tu vizuri. Lakini akiwa na mawazo unaanza kumotivate, fanya hivi tutapata hela ndani ya mwezi, fanya juu chini wewe umeshapata hela, unazidi kumchanganya akili. Kwa hiyo jamani, muda na uvumilivu ndio kitu muhimu kabisa kwenye stage za ukuaji. Kila kitu kinahitaji muda ili ukue, kila kitu kinahitaji uvumilivu. Dakika 3 zangu zimeshaisha na najua zimezidi, lakini hayo ndio nilikuwa nataka kuwasema kwa leo. I'm out.